الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. اللهم إنا نسألك الهداية والجنة، ونعوذ بك من الضلالة ومن النار. آمين. Ndugu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu mtukufu mwenye huruma, ambaye ametujalia sisi kuwa ni Waislamu na ametubakisha tukiwa tupo hai na ni wazima wa afya, akatujalia tumo ndani ya msikiti, eneo tukufu sana, tukiwa tuko ndani ya kipindi cha mwezi wa Ramadhani, nyakati tukufu sana. Tupo kwenye dini tukufu ya Uislamu, tupo kwenye eneo tukufu msikitini, tupo kwenye kipindi kitukufu Ramadhani, tukiwa tunazifanya katika ibada bora sana, siyamu na qiyam. Ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na tunzo yake kwetu, natakiwa tushukuru sana. Alafu tujue inna ni'mata idha adbarat qalla an ta'uda, kwa hakika neema ikiondoka ni ngumu kurudi. Kwa hiyo sababu za kubaki neema ni kushukuru kwa utaratibu unaotakiwa. Nafsi ithamini sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, lidhalika anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hilo fahamike kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun mughayyiran ni'ma, hakuwa ni mwenye kuiondosha neema, an'amaha ala qaumin, aliyoipeleka kwa watu fulani akawaneemesha kwa neema hiyo, haiondoshi wakiwa watu wanashukuru, haiondoshi wakiwa watu wanaitunza, haiondoshi wakiwa watu wanaithamini, nyoyo zao zinaipenda na kuitaka kweli kweli, haiondoshi. Akiiondosha hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka pale atakapofikia wakabadilika, wakayabadilisha yaliyo katika nyoyo zao. Kama watu hawakuzithamini neema, watanyang'anywa, na kama watu watazitunza neema,
zitabakisha. Ndugu zangu katika imani, katika mambo muhimu ambayo ni vyema kuyazungumza katika wakati huu ni kuonyesha kwamba wapo katika miji yetu watu wasiokuwa Waislamu, na tuna dhima ya kuzisoma katika aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinawataka wawe Waislamu, na hilo ni huruma ya Allah azza wa jalla kwa waja wake, na ni huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umati wake. Ni wajibu kwetu kuyaona hayo na kuifikisha amana kwa wahusika. Aelewe kila ambaye si Muislamu, kuishi kwake juu ya ardhi hii ardhi mmiliki wake Allah azza wa jalla aliyeiumba. Hakuna mwingine yeyote aliyeimiliki hii na anayemiliki isipokuwa yeye, bali pia mmiliki ya ile mbingu mwenyewe anaitwa Allah. Hilo ndio jina lake subhanahu wa ta'ala, na yeye ameumba hapa ardhini viumbe wengi ikiwemo wanadamu, na amewalazimisha wanadamu wote wawe Waislamu. Hakuna mwanadamu ambaye ameruhusika kuwa katika dini isiyokuwa ya Uislamu, na inafahamika wazi kila anayeishi hapa inafika muda anakufa, basi aelewe kwamba baada ya kufa atafufuliwa. Ajue kwamba huko kufufuliwa ndiyo kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alipoishi hapa ana matendo ameyafanya, kila anachokifanya aliye hai katika wanadamu kinaandikwa, kinadhibitiwa, kinarekodiwa kiukamilifu, na akija akifufuliwa ataonyeshwa aliyoyafanya, alafu atalipwa. Na ikiwa mtu hakuwa Muislamu, malipo yake yatakuwa mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malipo ya adhabu ya moto kwa kila ambaye si Muislamu. Ataadhibiwa kwa adhabu hiyo ndani ya moto kwenye kipindi kisichomaliza, yani anapewa umri, una uhai usiomalizika huko akhera, na daima atakuwa yumo katika adhabu. Nyumba ya hapa tulipo dunia, tunakuta hewa hii, tunakanyaga ardhi, tunaona mbingu. Nyumba ya kuishi kwa akhera ambao ni moto, ardhi yake ndio huo moto, hewa yake ndio huo moto, juu yake ndio huo moto, ni moto. Halafu pia kuna na adhabu nyingine nyingi ambazo wataadhibiwa watakaoingia motoni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna dina inda Allahi al-Islam, kwa hakika dini iliyo salama inayokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni huu Uislamu. Na mtu yoyote ambaye atakuwa ni Muislamu yupo katika dini salama, na mtu yoyote ambaye atakuwa yuko nje ya dini ya Uislamu hayupo katika dini iliyo salama. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu, na yeyote ambaye ataitaka isiyokuwa dini ya Uislamu akaifanya ndiyo dini yake, hilo kwake halizingatiwi na wala halikubaliwi. Wasiseme watu kwamba sote twakusudia kwenda sehemu moja, njia tofauti, huyu kashika njia hii, huyu kashika njia hii, lakini twakusudia kwenda sehemu moja. Kullu man akhtaa at-tariqa dalla, njia uliyochukua si sahihi na unakokwenda hutofika. Na inafahamika wazi kwamba kila ambaye anaikosea njia basi apotea, hafiki anapokwenda. Kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ili awe salama basi awe Muislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa ilahukum ilahun wahid, nyinyi wanadamu muabudiwa wenu ni muabudiwa mmoja tu. Falahu aslimu, slimuni kwa ajili yake, uweni Waislamu. Ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla ana hikma,
kipindi hichi ni kipindi cha Ramadhani, lakini kwa hikma yake ametukusanyia karibu watu wengi ambao si Waislamu, ifike sauti yake kwao. Hawa watu watakiwa wafikishiwe ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, wajue uwajibu ambao uko kwao, lazima wawe Waislamu. Tena aya za Allah zisomwe wazisikie, ili mtu asije akapata kujitetea siku ya Kiyama kama hakuingia Uislamu, kama hakutaka kuwa Muislamu, kama hakuslimu, kwa sababu ule ujumbe, ile taarifa ya Allah azza wa jalla kwake imefika, alafu kwa lugha rasmi sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala lugha aliyoitamka kuwafikishia waja wake anayoyataka ni ya Kiarabu, hizi aya, na Allah subhanahu wa ta'ala amehifadhi hii lugha na haya matamshi yafikishwe kwa usahihi wake. Vile vile isomwe ile aya kwanza, mtu asikie hata kama hajui maana, lakini kwanza haya maneno ya Allah yasomwe, ayasikie, yaingie katika usikivu wake. Kama mtu yuko wapi huko hasikii, lakini yuko hapa karibu anasikia, asikie. Kwa hiyo madamu anasikia, afikishiwe ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid, enyi watu muabudiwa mnayatakiwa mumwabudu ni Allah azza wa jalla, tena ni mmoja tu. Falahu aslimu, slimuni, kuweni Waislamu, tena kwa ajili ya huyo Allah azza wa jalla mola wenu, ili mumwabudu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wala taqulu thalatha intahu khairan lakum innama Allahu ilahun wahid, na wala musiseme utatu, acheni, hakuna waabudiwa watatu. Innama Allahu ilahun wahid, kwa hakika Allah anayestahiki kuabudiwa ni mmoja tu. Msiseme waabudiwa ni watatu, msiseme Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. La taqulu thalatha, msiseme utatu, si sahihi. Innama Allahu ilahun wahid, kwa hakika Allah anastahili kuabudiwa ni Mola mmoja tu. Allah huyu ambaye anastahili kuabudiwa amejifahamisha ajulikane kupitia mitume alayhi salatu wassalam. Amewatuma watu ambao kawateua wao waje wakae na wanadamu wenzao, wawafikishie ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akajalia kiunganishi kati yao na Allah subhanahu ni malaika Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril aminu sama wa rusul umanau al-ardh, Jibril ni muaminifu uko mbinguni kwa malaika wote, na anaaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachotoka mbinguni akakileta duniani Jibril kiko salama, na mitume wanaaminiwa hapa ardhini. Allah amewaamini mitume wote, na katika mitume ni Musa alayhi salatu wassalam, amepewa kitabu Taurati, na katika mitume ni Isa alayhi salatu wassalam, amepewa kitabu Injili, na katika mitume ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, amepewa kitabu Qur'an. Na sisi tunatakiwa tuamini mitume wote kwa ujumla, na tuamini vitabu ambavyo mitume wamepewa, vile vilivyotajwa, basi sisi tuviamini. Injili ni kitabu amepewa Nabii Isa, na leo duniani kitabu alichopewa Nabii Isa hakipo. Yapo maneno watu wameandika wakaita Injili. Moja, haipo lugha aliyotumia Nabii Isa leo iliyoandikwa kwenye vitabu. Pili, yaliyoandikwa yakanasibishwa kwamba ni Injili si sahihi. Walioandika wamepotosha mengi sana. Allah azza wa jalla amethibitisha katika hii Qur'ani hilo, lakini kwa hikma yake Wakristo walioandika wamethibitisha wao kwamba Injili ile iliyokuwepo ya Nabii Isa imepotoshwa. Isa ni mtume, si Allah wala si mwabudiwa, ametumwa kuja kufikisha ujumbe na akapewa kitabu Injili. Sisi tunatakiwa tuamini Injili, hicho kitabu alichokishusha Allah ambacho saizi duniani hakipo,
na baadhi yaliyomo mengi na katika yaliyomo mule ambayo inadaiwa ni Injili, uko upotevu na upotoshaji mkubwa, na yaliyomo mengi si sahihi, na ni kosa sisi kuamini ile inayodaiwa kwamba ni Injili kweli. Sio maneno yale ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa baadhi tu, kama ambavyo Musa alayhi salatu wassalam amepewa kitabu Taurati aliyopewa Musa alayhi salatu wassalam, leo duniani haipo. Tunaamini Taurati ile aliyoshushiwa Nabii Musa, hatuamini maneno yaliyoko leo yaliyonasibishwa kwamba hii ndio Taurati. Mengi yaliyomo yamepotea, yani katika mafunzo ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Musa alikuwa mtume, Yahya alikuwa mtume, Zakaria alikuwa mtume, na Isa alikuwa mtume alayhi salatu wassalam. Na Isa ni kiumbe katika viumbe vya Allah, ni mwanadamu aliyezaliwa na mwanadamu, kazaliwa na mama Maryam alayha salatu wassalam, kazaliwa na mama bila ya baba, kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, atakayeamini la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, na kwamba mimi ni mtume wa Allah, atakayeamini hapana anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anni rasulullah, na kwamba mimi ni mtume wa Allah, wa anna Isa rasulullah, na kwamba Isa pia ni mtume wa Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Allah alimuumba Isa kama alivyoumba watu wengine. Kaumba vipi? Yani Allah akiumba anasema kun, ni neno hilo kun, kuwa, anakuwa. Kila mmoja katika sisi Allah alipotaka awe mwanadamu, wakati alipotaka hivyo alisema kun, ukawa wewe. Na ni maji mengi yameingia katika lile tumbo la yule mwanamke, hakuwa mtoto wala hakuwa mtu, kwa sababu Allah hakusema kun. Lakini kila ambaye amekuwa mwanadamu Allah alisema kun. Na Allah alipotaka kumuumba Isa alayhi salatu wassalam alisema kun, akawa Isa. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun. Allah alipomuumba baba Adam alayhi salatu wassalam alisema kun, kuwa, akawa Adam. Na Allah azza wa jalla alipomuumba Nabii Isa alayhi salatu wassalam alisema kun, kuwa, akawa Isa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kitu kiwe, chochote kile anachokiumba anasema kun. Innama amruhu, hakika ni amri yake, idha arada shay'an an yaqula lahu kun, akitaka kitu kiwe, akitaka kuumba jambo analiambia kun. Kwa hiyo sote sisi tumeumbwa kwa amri ya kun. Na pia Isa kalimatuhu alqaha ila Maryam, alisema Allah kun, akaielekeza kwa Maryam alayhi salatu wassalam, akawa Isa alayhi salatu wassalam. Atakayeamini hivyo, wa anna aljannata haqq, na akaamini kwamba pepo ipo sahihi, wa anna an-nara haqq, na kwamba moto upo ni sahihi, kaamini hivyo, adkhalahu Allahu aljanna. Huyu Muislamu, huyu amemkubali aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atamuingiza peponi. Alama kana min al-amal, kwa sharti, pamoja na kuamini huku mtu afanye matendo mema. Zile faradhi akishakuwa amezitekeleza vizuri katika hayo matendo mema, na akatoa jitihada katika sunna, kadri ya amali zake atakazofanya. Mtume sema alama kana min al-amal, kulingana na amali njema atakazozifanya ataingizwa peponi. Daraja, cheo cha pepo kulingana na matendo aliyofanya. Kwa ujumla, hadithi inaonyesha Isa ibn Maryam ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu kwa watu kuamini hivyo, na ni wajibu watu wamwamini Allah ndiye aliyewaumba, na Isa ni mtume kama ambavyo Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam ni mtume. Lakini pia ieleweke kwamba Allah, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninaapa na Allah ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hatofikiwa na ujumbe mtu yoyote katika umma huu,
la Yahudi iwe ni Yahudi, wala Nasrani iwe ni Mkristo, kafikishiwa ujumbe, kasikia aya zinasomwa, aslimu, kasikia aya anatakiwa awe Muislamu, amfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma, halafu yamut, akaja akafa, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, na wala hakuamini kwa yale ambayo mimi nimetumwa nayo Muhammad, nimepewa Qur'ani, hajaiamini Qur'ani, ambayo katika jumla ya kuamini Qur'ani ni kumwamini Allah ni wa kipekee, kuamini malaika, kuamini mitume akiwemo Isa alayhi salatu wassalam ni mtume, ni kuamini vitabu ikiwemo Qur'ani, ni kuamini siku ya mwisho kwa usahihi wake, sio kwa kila mtu anavyosema wakasema tu mtu anapotaka kuhusu siku ya mwisho kwa ni sahihi, na kuamini aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Hakuamini kwa yale niliyotumwa nayo mimi, illa kana min ahli an-nar, isipokuwa siku ya kiyama huyo akija akifufuliwa atakuja kuwa ni katika watu wa moto. Enyi watu ambao si Waislamu, kuweni Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa hiyo amri kwa kila mwanadamu duniani, lazima awe Muislamu. Na Allah amesema wala tamutunna illa wa antum muslimun, nyinyi wanadamu msije mkafa isipokuwa mkifa mufe ilhali ni Waislamu. Na mtu hajui muda gani atakufa, na mtu atakiwa akimbilie kuingia Uislamu kabla hajadirikiwa na kifo. Na la kuwaambia, muogopeni Allah na acheni dini isiyokuwa ya Uislamu. Muogopeni Allah, iingieni dini ya Uislamu, dini tahara, dini safi, dini na mafunzo yake yanatoka mbinguni. Dini mwenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala, unamwabudu popote utakapokuwa, na anakujua na anakuona kwenye lolote ambalo wewe unalifanya, na anakudhibitia matendo yako unayofanya kikamilifu, alafu anakuja kukulipa kwa sababu ya uliyoyafanya, na malipo yako kamili yatakuwa siku ya Kiyama. Nasikieni enyi ambao si Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Watakuja kutamani ambao hawakuwa Waislamu siku ya Kiyama, watakuja kutamani nao wangekuwa Waislamu. Leo hawataki, waache hivyo kama hawataki, watafute riski wakifanya kazi ya akulu, wale wakinywe, wayatamattau na waburudike, watafute wanawake, watafute kadha, waende katika magarden, waende wakalee pombe, waende wakacheze ngoma, wakatugole kwenye muziki, waende Messi, waende wapi. Dharhum yaakulu wayatamattau, wale tu wakistarehe, wayulhihimul amalu, wanapumbazwa na umri walio nao leo na nguvu walizonazo. Fasawfa ya'lamun, kuna siku ya Kiyama lazima wahudhurishwe wote, watakuja kujua kwamba inna dina inda Allahi al-Islam, kweli dini sahihi ni Uislamu. Na watakuja kuona, watakuja kutamani wangekuwa Waislamu, kwa sababu Waislamu watakwenda peponi. Halafu kuna Waislamu wengine walikuwa nao shirika, walikuwa waovu, lakini Muislamu walikuwa nao katika uovu wa maasi fulani, wataona walikuwa marafiki zao, walikuwa jamaa zao, lakini pia walikuwa katika baadhi ya maovu, na wale Waislamu wataingiza motoni pamoja na wao ambao si Waislamu. Wote wataingiza motoni kwa madhambi na makosa yao. Halafu Waislamu wale wataadhibiwa kwa mujibu wa madhambi walioyafanya motoni. Ikishamaliza adhabu kwa mujibu wa madhambi walioyafanya, kuna kitu katika nyoyo zao, imani. Walikuwa wamemwamini Allah azza wa jalla, wana makosa kweli, lakini walikuwa wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, waliamini Uislamu ni dini sahihi. Baadaye watatolewa motoni, watasafishwa, watarejeshwa katika hali zao nzuri, alafu wataingizwa peponi. Wakishaingizwa peponi, yataletwa mauti, alafu waambiwe watu wa peponi wote, ya ahla aljanna atarifuna hadha,
enyi watu mlioko peponi, mnakijua hichi. Fayashraibun, watachungulia, wayandhurun, watazame, wakishatazama wanaona, watasema naam, hadha almaut, ndiyo ni kifo hicho, kiko katika sura kama vile kondoo. Wataambiwa watu wa motoni, ya ahla nari, enyi watu wa motoni, ataarifuna hadha, mnamjua nani huyu? Fayashraibuna wayandhurun, watachungulia, waangalie, watamuona, watasema ndiyo, hadha almaut, hiki ni kifo. Basi kile kifo ndio kitauliwa baina aljannati wan nar, sehemu kati ya pepo na moto, kitauliwa kifo. Halafu wataambiwa watu wa peponi, ya ahla aljanna, enyi watu wa peponi, khuludun fala maut, kuanzia sasa mtakaa peponi milele, hakuna kufa. Wa ya ahla nari, na enyi watu wa motoni, khuludun fala maut, kuanzia sasa mtakaa motoni humu milele, wala hamtokufa. Watu ambao walikuwa si Waislamu, Wakristo, washirikina, wanafiki, Mayahudi, kwa ujumla wa watu wote walioko duniani ambao si Waislamu ndio wako motoni kule. Duniani walikaa na Waislamu, lakini wanaona Waislamu washaingizwa peponi na ambao hawatokufa katika furaha ile, na wao washaingizwa motoni na ambao hamtokufa, mtapata adhabu tumu. Rubama yawaddu alladhina kafaru, Allah anasema hapo watatamani ambao walikuwa si Waislamu, lau kanu muslimin, laiti na wao wangekuwa Waislamu. Enyi msiokuwa Waislamu, slimuni, mwogopeni Allah, acheni dini isiyokuwa, acheni dini hizo mlizonazo, ingieni dini ya Uislamu sahihi. Allah ana hikma, amewatoa huko, musikie wito wake, musikie ujumbe wake, musikie aya zake. Na Allah ametuamrisha, ametuambia, hadha balaghun linnas, hii Qur'ani ifikishiwe watu, na nyinyi ni watu, mmekuja ili msikilizishwe hii Qur'ani. Waliyundharu bihi, na watu hao waonywe kwa hii Qur'ani kwamba kuna moto huko, tahadharini nyinyi, hakuna dini inayotakiwa muwe nayo isipokuwa ya Uislamu. Waliyalamu, halafu watambue na waamini, annama huwa ilahun wahid, kwamba kwa hakika muabudiwa ni Allah mmoja wa kipekee. Waliyatadhakkara ulul albab, wakumbuke hili walio na akili. Tunawataraji mtakuwa ni watu wenye akili, wenye kuzingatia, mnafahamu kinachosemwa, mnaelewa mnachoambiwa, na tunawataraji muwe Waislamu wote, na asibaki yoyote katika nyinyi akawa si Muislamu. Huu ni ujumbe wa Allah azza wa jalla, usomwe. Hii ni barua ya Allah, imetakiwa isomwe. Hizi ni aya za Allah, zimetakiwa zisomwe, mzisikie. Wallahu musta'an wal hadi ila sawa'is sabil. Ndugu zangu katika imani, tunasoma tafsiru al-Qur'an al-Azim, na leo biidhnillah ta'ala wa tawfiqihi tutasoma ndani ya suratu Nur kuanzia aya ya 19. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladhina amanu, kwa hakika watu ambao wanapenda paenee kosa la uzinifu, fil ladhina amanu, kwa ambao ni waumini, lahum adhabun alimun, watapata wao adhabu yenye machungu, fi dunia, hapa duniani,
wal akhirah, na pia huko akhira. Wallahu ya'lam, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua vizuri, anayajua hayo yaliyomo katika nyoyo za watu. Wa antum la ta'lamun, na nyinyi wanadamu hamjui vizuri, bali nyinyi wanadamu mmegubikwa na sehemu kubwa ya ujinga, kuanzia ambaye anapenda ule uzinifu uwe ni jambo lipo kwa waumini, hajui fadhila ya waumini, hajui, asingewatamania uzinifu yeye kama yeye. Na nyinyi madamu mtu anatamani katika nafsi yake hilo, hajasema, nyinyi waumini hamjui kilichomo katika nafsi ya huyo anayewatamania waumini uzinifu. Kiujumla basi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila jambo ni mjuzi anayejua kikamilifu kwa pande zake zote, na nyinyi katika kila jambo basi hamulijui kwa pande zake zote. Kile mnachokijua mkijua kidogo tu. Wama utitum min al-ilmi illa qalila, hamjapewa nyinyi katika utambuzi na ujuzi isipokuwa kidogo. Kila ambacho wewe wakijua hicho unaonekana umebobea, au kuna mtu anaonekana amebobea katika hicho, ajua kidogo, na inastahiki kwa mujibu wa hicho kitu kilipo, inastahiki kuambiwa yeye la ya'lam, kwa mnasaba kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lam, kwenye hicho hajui kabisa, kwa vile vilivyomo kwenye hicho kitu anapojua yeye na kinavyotakiwa na vile ambavyo vinajulikana hasa yeye hajui. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala analisema akiwa anatoa tambihi kwa watu walio na nafsi zenye shari dhidi ya waumini. Tahadhari kubwa ni kuwatamania waumini uzinifu, awe ni muumini mwanamme au ni muumini mwanamke. Na tahadhari anaambiwa kwanza yajulikane aliyomo katika nafsi yake kuliko anapojua yeye, lakini pia anaambiwa ameandaliwa adhabu kali kwa sababu ya uko kutamani tu, sio kwa jingine, uko kutamani tu. Na tufahamu kwamba mtu anachukuliwa na anaadhibiwa kwa nia yake, anaadhibiwa kwa nia yake na anahesabiwa kwa hiyo nia kabla ya tendo kufanya. Likija tendo linasadikisha kilichomo katika nafsi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kuhusu mtu ambaye ana mali, ameruzukiwa mali, na yeye anaitoa ile mali katika njia za kheri usiku na mchana. Kuna mtu anamuona, anajua fulani mashaallah ni mtu wa kheri, ajitahidi katika utoaji. Sasa na yeye anatamani na mimi ningekuwa na mali nikafanya kama anavyofanya fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahuwa biniyatihi, analipwa kwa ile nia yake, yale mahaba yake ya kutaka kufanya ile kheri, na yeye alipwa. Na mwingine amepewa mali mashaallah, lakini mbakhili, halitumii katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, matumizi kwa ajili yake tuna anavyopenda tu yeye mwenyewe. Halafu kuna mtu mwingine naye mchoyo kama yule tajiri mchoyo na bakhili. Kuna mtu mwingine maskini mchoyo, anasema na mimi ningekuwa na mali ningekuwa kama fulani. Nimpe nani na nimechumba peke yangu? Nimpe nani tule raha shirika? Anatumia peke yangu. Ningekuwa kama nina mali kama fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa huwa biniyatihi, analipwa kwa hiyo nia yake, naye mbakhili na alipwa kwa ubakhili ule, na dhambi yapata kwa sababu kapenda, yuhibbu, amependa lile ovu. Sheikh Uthaymeen anauliza, mtu yuko na mkewe, anakutana naye katika ile hali ya mtu na mkewe, au mwanamke anakutana na mumewe, lakini yule mume alimwona mwanamke nzuri akampenda. Wakati anakutana na mkewe, zile fikra anazihamisha kwa yule mkewe, anazipeleka kwa yule mwanamke anayempenda, kwamba huyu ndio kama yule, sasa ndio niko na yule. Au yule mwanamke yuko na mumewe pale katika ile hali, lakini zile fikra anazihamisha, anazipeleka kwa mwanamume aliyemwona kwamba anipenda sana, akawa anaona huyu
ndio yule mwanamume ambaye ndio nimemuona kule, anaondoa ile hamu yake kwa zile fikra vile alizozipeleka na ile nafsi yake pale alipoiweka, anasema ni mzinifu, ana dhambi za zina. Haadhibiwi kwa adhabu zile za kidunia tu, lakini hukumu yake ni hukumu zani. Ana nini? Ana dhambi za uzinifu. Na huyu anasema maana yake, lau ingekuwa faragha na yule mwanamke ingezini naye. Kwa nini nafsi yake imejisikia raha, yuko na mkewe, halafu ahamisha hisia kwamba huyu mke wangu huyu, aleta hisia za mwanamke wa haramu pale? Ingekuwa naye faragha ingezini naye. Na yule mwanamke, yule mwanamume aliyemwoa yule, akaleta zile hisia, yuko na mumeo kwa mwanamume mwingine, ingekuwa naye faragha ingezini naye. Ndio maana fahuwa biniyatihi, kama ambavyo yule aliyemwona tajiri mtoaji akawa na nia kweli sahihi, ingekuwa na mali ingetoa kama yule, ingepata mali ingetoa kweli, na ndio maana analipwa kwa ile nia. Kama ambavyo yule aliyemwona tajiri bakhili akaona na mimi ningekuwa na mali ingekuwa bakhili kama fulani, na yeye siku akija akipewa mali atakuja kuwa bakhili kama yule kweli. Fahuwa biniyatihi, nafsi zinahesabiwa sana. Hawa wamependa tu, iwe kupenda huko kasema au hajasema, anahukumiwa kwa kupenda kwake huko, lakini pia anaahidiwa adhabu. Lahum adhabun alimun fi dunya, wameandaliwa adhabu inayoumiza hapa hapa duniani, wal akhirah, lakini pia wameandaliwa wapate adhabu huko akhirah. Ahlulilmu wanasema aya hii inatuonyesha ujubu salamati alqalbi lilmu'minina, lazima nyoyo ziwe salama na waumini. Mtu asibughudhi mu'min, asiwabughudhi waumini kwa lolote. Kaujubil kafil jawarihi wal qawli amma yadhurru bihim, kama ambavyo ni wajibu kujizuia kwa viungo tusiwadhuru waumini, na kama ambavyo ni wajibu kujizuia kwa ndimi zetu tusiwaseme vibaya. Hadha amru thalith, basi hili ni jambo la tatu. Pamekatazwa kuwadhuru waumini kwa mkono, pamekatazwa kuwadhuru waumini kwa mdomo, basi pamekatazwa kuwabughudhi waumini kwa nyoyo. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama si fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenu, wa rahmatuhu, na rahma yake, wa anna Allaha, na lau kama si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala raufun, ni mpole, rahimun, na ni mwenye huruma, engewaadhibu nyote nyinyi mlioingia kosa, engewaadhibu hapa duniani adhabu kubwa. Lakini fadhila ya Allah na rahma yake basi imesababisha msiadhibi. Fadhila ya Allah ipi? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Fadhila ya Allah ni hii dini kama dini tu kamili, na ni rahma hizi sheria ambazo tumepewa. Adhabu ambazo mtu ataadhibiwa kwa kosa alilolifanya, adhabu zilizotajwa na sheria ni rahma kwake, ni rahma kwa mkoseaji wa kosa akaadhibiwa kwa adhabu zile. Na Uislamu ambao umekuja ukataja hili ni kosa na lisiingiwe, atakayeingia ataadhibiwa hivi. Kuliingia kulisema lile ni kosa ni fadhila ili mtu ajiepushe, na atakayeingia akaadhibiwa ni rahma kwa kule kupewa ile adhabu ya kidunia ambayo imepangwa kupitia kwenye mikono ya waumini. Na kama si hivyo, basi Allah ingewaadhibu kwa kuwaudhi waumini. Lakini fadhila ya Allah kukuleteeni sheria na rahma ya Allah kuweka adhabu kwenye makosa imezuia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutoka mbinguni moja kwa moja kwenu. Kuna adhabu zinaning'inia hapo juu angani kulingana na makosa.
na katika wanaoamini vizuri ni Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu. Huoni siku moja alikuwa anaelekeza watu katika ibada ya hija baada ya vitu fulani. Mtume jamani anasema hivi, mtume anasema Abubakar hajasema hivi, Umar hajatambia hivi. Kaambia sikilizeni, yushika an tanzila alaykum hijaratan min as-samaa, kuna mawe yaning'inia hapo juu, yakaribia mkaja mkaangukiwa na mawe nyinyi kutoka angani hapo. Yushi aqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, na waambia mtume kasema hivi, nyinyi mwasema Abu Bakar mbele ya kauli ya mtume. Abu Bakar alikuwa ananyenyekea kwa mtume na Umar, nyinyi mmemfanya Abu Bakar na kumtanguliza na Umar, mtaangukiwa na mawe nyinyi. Abu Bakar hana kosa wala Umar, nyinyi ndio wenye kesi. Hapo juu pana mawe yaning'inia kwa sababu ya makosa wanayofanya watu wa wengine, yatakuja waangukia. Salimuni amri. Kwa Allah ametangaza adhabu na zipo hapo juu. Wewe uone Allah subhanahu wa ta'ala anasema yunasilu minas samai min jibal fiha min barad, kutoka kwa angani Allah huwa anashusha baadhi ya majabali. Ajua yashusha vipi, apeleka wapi? Kuna adhabu zipo hapo, watu wasijisikie wako salama. Na Allah alipotaka kuadhibu Bani Israeli kwa vituko, aliwaonyesha na waadhibu kutoka kwa mawe, kwa mlima. Lakini mlima na waonyesha, aliwaonyesha mlima, ule mlima tu wanauona, ukang'olewa pale, ukainuliwa juu, ukaletwa walipo mpaka uko sawa na kijiji chao na vichwa vyao ule pale, alafu unashuka chini. Tutakoma, unashuka. Mlima watakapowasaga hawana pa kwenda, wanaomba khudhu qasamina wa ata'na, tumesikia tulioambiwa yote na sisi tutatii. Sa watu wakija wakiadhibiwa na adhabu ya Allah yatoka juu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka sisi tukilala siku zote vyombo vyote tukifunike, kisibakie chombo wazi, kwa sababu kuna usiku fulani kuna maradhi yanakuja kutoka juu, yanaingia kwenye hivi vyombo. Sasa mtu anatoka chombo anachukua na kwenda kuchota maji anakunywa, kuna maradhi yashaingia. Ndoo, vibakuli, masufuria, mabeseni yatakuwa yafunikwe au yafidikizwe. Wakati siku moja naeleza haya katika hadithi fulani, kuna mtu atoka pale choo, asema kuna kipindi pale choo sisi tuliamka asubuhi, watu wote wa matumbo wote wana maradhi, tukatafuta tumelala, yani watu tumelala salama, tumeamka wagonjwa, lakini hatuna desturi ya kufunika vyombo. Huyo mtu anachukua maji hapo, huyo mtu anachukua kadha, anakula, tayari maradhi yashaingia, yatoka hapo angani. Na haya ni vitu vya kawaida tu, si kwamba ni adhabu. Kuna vitu vinajitokeza, ama kwa mnasaba wa adhabu, Allah ameandaa adhabu nyingi tena ziko hapo. Kwa hiyo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila yake, rahma ya Allah akaleta Uislamu na sheria hizi na fadhila yake, akaweka naddada al-uqubat, akapanga adhabu kwenye makosa. Adhabu imezimika huko. Sasa watu watakiwa waitekeleze adini hili, agizo hili kubwa mno linawahusu wasimamizi wa hizi jamii. Hili tangazo la Allah na hii sheria yake, isiyo watu waingia misikitini wakitangaza siasa tu. Yaani watu washamaliza siasa kule kwenye viridi vya mikutano ya siasa kule, washamaliza kule, kishamaliza kule, waja misikitini kila Ijumaa. Akishuka khatibu tu apanda yeye, azungumza siasa msikitini, azungumza kuhusu anayotaka yeye msikitini, aliye kwenye chama hichi, aliye kwenye chama kile. Ijumaa zote wamaliza misikiti, waranda misikitini. Sasa washamaliza majukwaa ya viwanja vya wazi, waja misikiti. Jamani, muogopeni Allah, msitumie misikiti mtakavyo. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, hawataki watu wengi misikiti isipokuwa kwa unyenyekevu. Msikie mkasema yenu utashi wenu wa siasa hamjaumaliza kwenye majukwaa huko moja misikitini. Jamani, sijui kaka huyu aliyopande huu asema aje wafuasi wake ali msikitini humu, hamna wafuasi wa hivyo vyama humu. Watu ni Waislamu,
Humu watu wakishaingia wanachotakiwa ni kuelekeza katika dini, sio makopi dini halafu unaunganisha ili kwa yale yenu msema, lakini Uislamu ataka hivi, kwa yale mnayotaka nini utashi wenu. Allah kashahukumu khizyu lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Misikiti heshimiwe. Kama vipi? Chukua karatasi, panda juu ya memba, toa khutba, sio baada ya khutba wasema yako waharibu khutba yake. Sema tumeambiwa kwenye khutba, kumbe kuna vitu wewe utashinavyo. Mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Acheni mwatengeza hatari kubwa, muona kama vile salama tu hivi. Hii misikiti ni mafza almu'minina litaati wal khair, sio mnayotaka myalete misikitini mkihamishia hisia zenu kwenye dini. Humu ni dini safi, wala hamtaki mkija na wafuasi wenu mkishaingia mkazungumza ya kiufuasi humu. Humu mtakiwa dini safi. Njoni muswali, nyinyi ndio maimamu membarizi yake. Vipaza sauti, njoni mtuswalishe. Mtume kashakuambia swallu khalfa kulli barrin wa fajir, swalini chini ya nyuma ya Muislamu yoyote awe mwema au muovu. Njoni mkija mtuswalishe, mtupe khutba safi, mtuelekeze kuhusu dini hii, halafu twende zetu. La akuja na yenu. Allah anasema la ulaika ma kana lahum an yadkhuluha, hawatakiwi waje misikitini na yao illa khaifin, waje kwenye unyenyekevu na sheria ya Allah inavyotaka. Watu wakija na yao, lahum fi dunya khizyun, watapewa duniani fedheha. Allah atawapa fedheha tu, mwogopeni Allah. Lakini pia walahum fil akhirati adhab, na akhira watapewa adhabu. Misikiti msifanye vilili vyenu vya siasa kabisa yote. Hata kama mmejenga nyinyi, mshaijenga milki ya Allah hiyo, mshaijenga ni wakfu hiyo, mshaijenga mmetaka thawabu itumike kwa ule utaratibu wa sheria ya Uislamu, sio kwa vile mnavyoona nyinyi. Ittaqullah, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tattabi'u khatawati shaitani, msifate njia za shaitani. Msizipite njia za shaitani. Kwa nini msizipite? Na njia za shaitani ni zipi? Kwa nini tusipite njia ambazo shetani yapita? Yani khatawati, hatua ni vile unapojua hatua, kuonua mguu na kuweka mguu. Yani sio shetani atembea huko nyuma yake, ainua mguu mweka nyinyi, endapo na nyie mwenda mfuata. Kwa hiyo mwapita kwenye njia apitayo yeye. Kwani njia ya shetani ni ipi? Na kwa nini sisi tusifuate? Maswali mawili, jawabu lake yote yako katika jawabu lake katika sehemu moja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yattabi khatawati shaitani, na atakayefuata njia za shetani atapotea. Fa innahu, kwa sababu huyu shetani yaamuru bil fahshai wal munkar, anaamrisha machafu na maovu. Huyu shetani anayaamrisha hapo. Kwa hiyo msifuate njia za shetani na nyayo za shetani, hatua za shetani. Anapopita yeye msipite. Kwani shetani yapita wapi? Yani pale kwenye maovu na machafu ndio anapopita yeye pale. Sasa nyinyi hapo msipite, msifanye ovu lolote na chafu lolote, kwa sababu mkifanya nyinyi ndio mnamfuata shetani. Kwa hiyo ndio njia ya shetani. Na kwa nini? Fa innahu yaamuru, kwa sababu yeye aamuru msimfuate, kwa sababu kule kutekeleza kwenu mmetekeleza amri. Yani mtu kulifanya ovu ametekeleza agizo la shetani, na kutekeleza ili ovu, kufanya ili ovu kwamba ametekeleza agizo la shetani, katekeleza kwa khiari. Na shetani siku ya kiyama akija akilaumiwa na akasema, fala talumuni walumu anfusakum wala msilaumuni, jilaumuni wenyewe. Inni da'awtukum fastajabtum li, mimi niliwaita nifuateni. Mimi niliwaita kwenye maovu na machafu, muliitika wenyewe. Kwani wito wa Allah ulikuwa huko?
Mtu Allah ulikuwa huko, mliukataa. Sasa mimi mliniitika wenyewe, sijamlazimisha mtu. Msilaumu, mjilaumu wenyewe. Mtu akilifanya ovu chafu, basi huyo kamfuata shetani na kapita njia za shetani, alayhi la'an. Alfahsha, machafu, maasi haya fahsha ni yote ambayo yametajwa, yanajulikana na adhabu zake. Madhambi yaliyotajwa na adhabu, fahsha, uzinifu unaingia namba 1. Yani katika madhambi ambayo yako namba 1 ikisemwa fahisha, bali wanaochuoni, baadhi ya wanaochuoni wanaona ikisemwa fahisha ni uzinifu na liwato, kwa sababu wanasema aya nyingi ukizizingatia, basi unakuta pakisemwa fahisha hapo pashatangulia kutajwa zina au pashatangulia kutajwa liwato. Halafu na munkar ni madhambi yaliyobakia mengine yote. Hii ni kauli katika kauli za ahlul ilm. Munkar ni kila dhambi ukitoa zinaa na liwati. Fahisha katika jamu zake ni fahsha, ni dhambi la uzinifu na liwati na vile vinavyoambatana na zinaa. Kila ambacho kinaambatana na kwenda kwenye uzinifu ni katika hiyo fahsha, ikiwemo kivazi kisichostahili ima kwa mwanamke au kwa mwanamume, ikiwemo maneno ya kuvuta huko ima ya wazi au yasiyo wazi ya mafumbo. Wadharu dhahira ithmi wa batin, acheni iwe ni kosa la wazi, dhambi la wazi, au limejificha ni fumbo. Na katika ahlul ilmi wanasema al-fahsha ni madhambi yote haya ambayo yametajwa katika sheria. Halafu al-munkar ni madhambi ambayo fitra, maumbile ya mtu, yani ni vitu ambavyo maumbile ya mtu hayakubali hivyo. Maumbile ya mtu hayakubali matendo hayo ni munkar. Yani munkar ni nakara, jambo geni kwa nani? Kwako wewe. Kupitia nini? Maumbile yako ulivyoumbwa, ile jambo wewe kwako wewe kabisa. Yani mpaka ukilikubali ushapambana na nafsi yako kulazimisha ukalifanya. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Hadithi inatoa maelezo fulani. Allah amepiga mfano wa njia ambayo imenyooka. Sasa katika hiyo njia iliyonyoka pana mlango hivi. Alafu pale kwenye mlango kuna mwitaji anaita, anasema ya ayuhan nas udkhulu sirata jami'an wala ta'awaju, wa enyi watu njoni, ingieni katika njia nyote, msikunje mkishaingia. Kuna njia imenyoka moja kwa moja. Sasa watu wako nje huko wanaitwa wapite pale. Sasa kwenye ile njia ala jabai sirati surani, pembezoni mwa ile njia kuna kuta ile. Alafu katika zile kuta kuna milango. Kwenye ile milango kuna sudurul mulkha, kuna mapazia tu, hapaje kwa milango hii ya kukomea kufunga na kufungua. Pana mapazia tu basi. Sasa watu wakishaipita ile njia, mtu akitaka kukunjua ile pazia kuona ndani kwenye chumba kuna nini, basi pale kwenye ile pazia pale pana anayemwambia we tahadhari, la taftahu, ili pazia usikunje hapa ukachungulia. Fa innaka in taftahu talijhu, ukija ukilifungua ile pazia ile ukilikunja ile huko ndani utaingia. Sasa Mtume akasema yule alikuwa anaita kule watu, jamani, ingieni ndani kwenye njia iliyonyooka, ni Qur'ani inawaita watu katika ile njia iliyonyooka ni Uislamu. Sasa hii milango hii iliyomo ndani humu, hii ni maasi haya katika hizi ndogo. La ta'awaju, mkakunja huko na kwa anyosheni sawa. Sasa yule ambaye ndio anasema ukikunjua ile pazia, waiha tahadhari, la taftahu innaka in taftahu talijhu, tahadhari usikunjue utaingia. Mtume anasema wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin, huyu ni mnasihi ambaye Allah amemweka kwenye moyo wa kila Muislamu. Muislamu akitaka kulifanya ovu munkar
nafsi inamkatalia. Maumbile anaambia si sahihi. Sasa tena kama jamii imemzonga, yeye mwenyewe anaona haya, watu wao wataniona vipi na kadha, mpaka akilifanya kashanasihika katika nafsi yake kabla ya kuambiwa na yeyote. Huu ni munkar. Ile nafsi yake maumbile, fitra inakataa kwamba ile halikubaliki. Sasa yeye akilifanya, Allah kashamkataza kabla hajalifanya. Hili ni tendo la shetani. Huu ni munkar. Shetani pia kakuingiza kwenye maasi ya wazi na kukuingiza katika vitu ambavyo umepambana na nafsi yako, umepambana na roho yako ambayo haitaki, mpaka ukaizidi ile roho ya kukatalia. Hili ni ovu, huu ni munkar, wewe ukaufanya. Usiyafanye. Allah anayakataza yote haya, na mtu akiyafanya amemtii shetani alayhi laana. Imamu Ibn Kathir alayhi rahmatullah anasema kwenye hii aya, wa man yattabi khutuwati shaitani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, atakayefuata nyayo za shetani ajue kwamba shetani hatompeleka kule salama, atampeleka kwenye machafu na maovu. Anasema hadha tamfirun wa tahdhirun min dhalik. Aya hii inatahadharisha watu na pia inawakimbiza, hasa wakimbie biafsahi ibara. Imetumika ibara ya faswaha wa aujaziha, na ibara iliyo fupi, wa ablaghiha, na ibara iliyo na athari, wa ahsaniha, na ibara ambayo ni nzuri sana, maelezo mafupi mazuri sana yafahamu kila asikiaye. Usiitike wito wa shetani. Sisi tunasema sana haya ma TV, watu wanayapenda haya, wito wa shetani huu. Wewe ukiambiwa wewe waumia, maana imo ndani mwako. Hivyo waona wafedheheshwa sana. Choki kusema hivi. Hauambiwe vipi na hivyo sivyo? Hauambiwe yafaa kuangalia mchezo wa kuigiza. Waambiwe yafaa kuangalia wanawake wala kochi wala. Waambiwe yafaa kuangalia watu wa mitai tu, mivasi ya kikafiri wa mijitai tu mule. Waambiwe yafaa kuangalia watu wahuni wakata viduku wahuni tu wale, uangaliwe wamtia mahirini, uangaliwe na wana, halafu wewe yafaa. Fahshai wal munkar ni maovu na machafu wayatia ndani. Shetani sio wamfuata, unamjengea nyumba, ana kilinge ndani mwako, si kwamba mfuata huko nje, ndani shamweka mwenye. Muogope Allah wewe, utashi wako uache. Hapa ni wewe, ukiatoa ile madudu utakufa, au utakuwa ndio duniani ustahili kukaa tena. Na mwingine naye kaeka pale barabarani pale. Mtu kama yule sio kwamba yeye mwenyewe ndo shetani, manake yeye ndio aita. Yeye ndio shetani mwenyewe, sababu Allah alikumtaja shetani hapa. Hii shetani ni sifa, maumbile yake asili ni jini, lakini hii ni sifa. Anayeita katika fahsha na munkar, yeye ndio shetani huyo, minal jinnati wan nas. Wengine majini na wengine ni watu. Yako mabarabarani hapo, majenzi hapo wapi, juu hapa makaani hapo, madude pale mjiweni yapo, haya mashetani yapo tele pale sokoni, chini ya msikiti. Tena anafunguliwa sauti la shetani mule msikitini, laingia wallahi, mule msikitini ile sauti laingia, masauti ya mashetani. Tena angalia hivi, hawa watu ni waumini? Maana Allah waita waumini hawa, ya ayyuhalladhina amanu. Hivi kwani watu wameamini? Walikuja watu kwa mtume wakasema amanna, Allah akakataa, akasema qulu aslamna. Uongo, imani hamna. Semeni tu kwamba sisi tumesema la ilaha illa Allah. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, imani haijaingia. Imani haikubaliani na madude haya, haikubaliani kabisa. Imani na madude haikubaliani kabisa. Wewe wampenda mamako? Hebu sema wewe, mamako atukana, wafanyaje? Anaweza kimya, atukana. Yaani inafanana mapenzi ya mama, akutukana utulie kimya ucheke, na kucheka wacheka hasa. Yafanana hasa kwamba ndio wampenda mama. Babako
awe ana maumbile yale, ana mapengo, baba yako mchongo, baba yako kikono kimepinda, baba yako kigudu, baba yako kadha, halafu mtu amseme kwa yale aliona baba yako, huyo baba yake kigudu, huyo baba yake chongo, huyo baba yake mapengo, hivi utatulia salama? Ala, mtacheka mashaallah, ongeza Haikubaliani masala ya kupenda na mtu unayempenda achecheguliwa hivi leo acheka, na haikubaliani masala ya imani na machafu haya. Hakuna imani haikubali kukaa na machafu haya. Leo yatendani wacheka na mkeo na wanao wote wale wajinga wale, mikafiri iliyomo mule, miovu iliyomo mule imejaza nyumbani, wazungu, wa China, wanani, Wandengereko, wa Makonde, Wanyang'unya, Wadudegani, wote wa mule. Halafu ukicheka ukifurahi na wanao na mkeo na mgeni uliye naye, mmeweka mzimu ndani, nao wameweka mizimu mabarabarani. Na Allah subhanahu wa ta'ala anataja wasudduna an sabilillah, wapoteza watu katika dini ya Allah. Hii si imani na haya si matendo salama, yote haya ni fahsha na munkar ambayo takiwa yaachwe. Kama wewe hamu yako taarifa habari, wala kama umekuja kuja duniani hapa, kama ukikosa taarifa habari kushapata dhambi, kushatadi wewe. Hujasikia taarifa ya ulimwengu leo, kushatadi maovu yote yale kwako wewe salama, lakini kuna taarifa usipate. Na kama vile umeambiwa hizo taarifa zapatikana kwa utaratibu ule tu wa uovu. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama si fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenu na huruma yake, ma zaka minkum min ahad, asingimtoharisha katika hata mmoja. Fadhila ya Allah, miovu yote hiyo ifanywe alafu mtu awe salama? Hapana. Na huku nyuma kuna fadhila ya Allah na rahma, na hapa pana fadhila ya Allah na rahma, ni vitu vile tofauti. Kilichotajwa huko na tajwa hapa. Na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa ni mtu kusamehewa, kukubalika kufanya mema. Na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kuwezeshwa, yani kule kuna kule kuhusika na kupewa ule uwezo wa kufanya, kuruhusiwa na kuwezeshwa kufanya jema ili atoharishwe. Mazaka minkum min ahad. Kwa hiyo kwenye kuyafanya hayo mtu atapata nini? Atapata tazkia ya nafsi yake, karuhusika na akawezeshwa kufanya kheri ili Allah subhanahu wa ta'ala amtoharishe. Bali Allah ameweka nafasi ya tathhir lilmu'minin, wasafisha na kuwatoharisha waumini wanapofanya madhambi. Walakinna Allah yuzakki man yasha, lakini ifahamike Allah subhanahu wa ta'ala amtoharisha aliye tayari. Mtu aliye tayari, yuzakki man yasha, anamtoharisha akamfanya na moyo salama na matendo yake yakawa mazuri, aliye tayari. Walaqad ahidna ila adama min qablu, Allah asema sikilizeni kuhusu baba yenu Adam, tulimwambia hapo zamani, hapa kwenye huu mti tunda lake usije ukala. Fanasia, alidharau. Walam najid lahu azma, hatumkuta kapania kuacha kile tulichomkataza. Matokeo yake faakala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa kana, yeye na mkewe, alafu yakaja mingine baada ya kula lile tunda. Tatizo yeye mwenyewe nasia, walam najid lahu azma, lile alilipuuza, halafu hakulikania, hatukumkuta katika nafsi yake amekania hasa kweli nitajiepusha, bali aliangalia basi shetani akapata njia, fawaswasa lahu kwa sababu yeye mwenyewe sasa, kwani kuna nini? Shetani akamwambia utakuwa malaika wewe, kwani kuna nini? Utadumu milele wewe, kwani kuna nini? Wakasema mpaka shetani kawa hapa amlilia viapo kabisa. Mwisho akaenda akachoka, ngojea tena. Hakulifanya siku, alitafuta njia zote za kujiamini kwa kufanya hivi na hivi, ametafuta njia zote za kuona kwamba atakuwa salama, hakitotokea chochote.
Si kwamba aliingia tukaenda kala, kwanza aliangalia usalama utakuwaje. Alipojihakikishia usalama kamili, wanasema wanawachuoni, hakuna mtu aliye na akili kubwa dunia nzima kumshinda baba Adam. Watu wote waliokuja basi hawamshindi baba Adam kwa akili kubwa. Kwa hiyo aliangalia usalama katika kila upande. Alipoona sasa kabisa hapa nishasalimika, akaenda akachukua akala. Matokeo yakaja kwenye utaratibu ambao hakutarajia, na mwisho akafukuzwa hasa, akatolewa kwenye mbingu, baada akashuka kupitia mbingu baada ya mbingu mpaka akaja hapa ardhini pachafu sana, eneo lenda motoni ile siku ya kiyama, ardhi kaletwa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala watu anawatoharisha wakiwa tayari. Mtu haslimu siku atakaposlimu, isipokuwa kwanza yeye alihadithi katika nafsi yake kutaka Uislamu. Akiutaka anapewa, hakuutaka hapewi. Na mtu akiazimia kuyaacha maovu, wallahi ataepushwa na maovu. Kila ovu ambalo litamsogelea, ile ovu litamkimbia. Na mtu akipania kuyafanya mema, wallahi atawezeshwa. Lile ambalo lilikuwa gumu, basi litafanywa jepesi na rahisi, litakuwa ni rahisi kwenye viungo vyake na atalifanya. Wallahu yuzaki man yasha walakin Allah yuzaki man yasha, lakin harfu istidraki, ina maana ya kudiriki kitu ambacho kilikuwa hakijapatikana lakini baadaye kinapatikana. Lakini Allah humtakasa kwa kudiriki nani? Man yasha, aliye tayari. Anamsafisha kwenye nafsi yake, anamsafisha maneno yake, anamsafisha fikra yake, mawazo yake, nafsi yake na vitendo vyake. Fayakunu tahira salima, anakuwa mtu tahara salama kabisa. Wallahu wasi'un alim, Allah ni mkunjufu. Wallahu sami'un alim, Allah ni msikivu. Mja akianza kulalamika, kutaka msamaha na kutaka kutubia, kurejea kwa Allah, na mja akiwa nafsi yake inahangaika ataka arudi kwa Allah, Allah amniona, amjua na amsikia na amtoharisha na amsafisha. Halafu hizi aya bado zipo katika kuzungumzia masala ya ifki kwa waumini na jamhuri ile ya Madina kwa ujumla kwa wakati ule, pamoja na kwamba inaenea katika ulimwengu kwa sasa. Zinarudi pia kutaja nukta nyingine. Pale ziliposhuka hizi aya zilikuja zikamsafisha ambaye hakufanya lile kosa, na pia aya zikataja kuhusu waliofanya kosa waadhibiwe, lakini pia aya zikaonyesha ambao hawastahiki kuadhibiwa duniani wajaadhibiwe akhera, na aya zikataja ambao wanatamani uzinifu uingie kwa waumini, alafu na namna ambavyo Allah amewaahidi adhabu. Hadhara ile kwenye lile tokeo alikuwa amepata machungu ni Abu Bakar pia radhiallahu anhu, kwa sababu aliyesingiziwa vile ni mwanawe. Na katika waliosema ni mtu anaitwa Mistah ibn Athatha, na Mistah na Abu Bakar ni mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo, yani ni ndugu yake, mtoto wa mama yake mdogo, Mistah ibn Athatha. Na Abu Bakar katika vitu ambavyo Allah alimjalia alikuwa ana utajiri wa wastani, ajiweza kiasi fulani tangu yuko Maka mpaka alipokuja Madina. Na Mistah ni katika watu wa Maka, ni Quraysh, naye amehama akaja Madina, lakini ni katika watu wanyonge, mafukara. Yupo pale Madina kwa ulezi wa Abu Bakar. Matumizi yake ya kila siku ni kupitia mkono wa Abu Bakar radhiallahu anhu. Wakati ilipokuja tokeo la kusema Aisha amefanya kosa, wadhalika ghairu sahih, si kweli, lakini ndio kosa maneno yamesema, na Mistah naye akasema, na ni katika ambao walilizungumza lile wazi. Sasa Bakar radhiallahu anhu akaapa baada ya kushuka hizi aya za kumtoharisha za kumsafisha mama Aisha hana ile kosa. Abubakar akaapa, kuanzia leo mimi simpi chochote Mistah. Sasa
Alim anasema kuonyesha Qur'ani namna inavyozungumza na jamii na kwamba ni maneno ya Allah haya. Hakuna ambaye atafanya ambalo halistahiki isipokuwa ataelekezwa kwa njia nzuri. Hili kwa Abubakar naye hakuachiwa, ikaja kwa ajili yake hasa na kwa ajili yetu sisi amma, sote kwa ujumla. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a, na wasiape ulul fadli, wenye fadhila, wafadhili, minkum, katika nyinyi, wassa'a, na wenye mali, wasiape an yu'tu ulil qurba, kwamba hawatowapa tena watu wao wa karibu. Wasiape kwa nini? Kwa sababu anayefanya kosa katika makosa kama haya si katika haki ya kuadhibiwa, kunyimwa kula na kunywa na kuvaa. Naam, atafanywa muamala kwa kosa lake, lakini hanyimwi kula chini ya ambaye anamlea kwa ulezi huo. Kwa hiyo hivyo viapo vyenu msiviape. La ya'tali ulul fadli minkum wassa'a, wasiape wenye fadhila, wenye uwezo, wafadhili, minkum, katika ninyi, wassa'a, na wenye mali, an yu'tu, kutokuwapa, ulul qurba, watu wa karibu wa familia, mali, usaidizi, wal masakin, na pia kutokuwapa maskini, wal muhajirin, na kutokuwapa ambao wamefanya hijra. Na hizi zote ni sifa za mstahiki Mistah ibn Athafa. Yeye ni nani? Mtu wa karibu wa familia Abubakar. Yeye ni katika nani? Maskini wanyonge. Yeye ni katika nani? Muhajirun, hama Makka kaja Madina fi sabilillah, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulul fadli, hao wenye mali na fadhila, waliafu, wasamehe waliofanyiwa, waliosfahu, na waachilie mbali au waliofanyiwa, wasamehe na waachilie mbali kabisa. Nyinyi wenye fadhila, nyinyi na mali, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, je, hampendi Allah awasamehe nyinyi? Sasa baada hili analipenda kila mmoja kusamehewa na Allah azza wa jalla, kila mmoja katika Waislamu anapenda hilo. Basi maadamu anapenda kusamehewa, na yeye asamehe, aondoe fungo. Alichofanya Abubakar na Mistah si kidogo, kimetingisa nafsi yake zaidi ya mwezi, lakini anaambiwa samehe. Yani jamii inatengezwa, Uislamu unatengeza sana makorokoro ya watu. Kana wewe, kila mtu ukiwa atakapolipiza kisasi, hivi utawalipiza kisasi wangapi? Lakini hivyo ukosea hivi, nawe kila ambaye wamkosea kulipiza kisasi, wewe utakuwa na majeraha mangapi? Pia si lazima majeraha ya mikwaju au majeraha ya kadha, lakini kulingana na unachokifanya katika kuwakosea wenzako. Na kama hukulipiziwa kisasi hapa duniani kwa uliowafanyia wenzako, pengine hawakujua na kadha, si amerekodiwa hivi. Kila ambaye umemfanyia siku ya Kiyama ilete rekodi yake aje kushtaki, utashtakiwa na wangapi wewe? Unaweza wewe kwenye kila ambaye umemfanyia na kustahiki kushtakiwa kuja siku ya Kiyama kumlipa? Waweza? Wallahi huwezi. Waliokuzunguka hapa wana haki zao kwako, kuanzia wazazi, ukija mke, na kama ni mke mume, ukija watoto, ukija familia, hawa mame na mashangazi na wajomba na mahalo na watoto wao. Ukenda juu kule kuna babu na bibi, ukija huku kuna wajukuu na watoto na wajukuu, ukizunguka huku katika nini upande mwingine majirani, marafiki. Lakini kuna watu unakutana nao njiani tu tayari tena mara mkushakutubiana maneno, mara kushakuguviana naye. Hivi wao waliokuzunguka wote wametekelezea haki zao wote? Wewe unajiamini kweli kweli? Hakuna hata mmoja ambaye umemkosea kwa lolote, uko salama kabisa? Wallahi si kweli. Sasa wewe, kila mtu wataka intikamu, wataka tashafi, wataka ujiponze, adhibike, ateseke, kila mtu wewe kwa sababu kakufanyia, wewe kakufanyia na waliwafanyia wewe.
Sikiliza, tiba yoyote hayo ni nafsi yako iweze samehe watu yote yako salama. Hii jamii yatoharishwa na Allah kwa mafunzo sahihi, na wengine wote wakija wakisema sijui watajua haki za wanadamu, wao wakubwa ni wao. Ubinadamu watakiwa wanataka wajaliwe wao, wawatoze watu mapesa wapewe wao, kila wakibimbiwa ndio ubinadamu wameumbiwa wao. Lakini wengine hawana una haki za kibinadamu, wataka wanapokwenda wapate wanawake wazini nao, ndio haki za binadamu wanazozijua wao. Waongo wakubwa. Hajawahi kuona watu waongo duniani waliokuwa uongo wao wanaulazimisha kwa huku kama hawa. Kuna mwingine asema tu uongo wao, uongo wao na lazima uongo. Yaani ule mpopo ule kwa uongo wao, ule mpopo ule mnazi ule kwa uongo wao, wewe useme mgomba na ukubali ule mnazi kwamba ni mgomba. Kama ukubali basi wewe ndio una kesi. Huu mnazi hivyo wao useme huu mgomba. Hayo watu hawa. Alafu eti ndio kutunga sheria hawa. Alafu ndio sheria zitumike kimataifa na kitaifa. Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humudh dhalimun. Madhalimu wakubwa na wadhulumu watu. Fa ulaika humul fasiqun. Waovu wakubwa kuwafanyia maovu watu. Fa ulaika humul kafiruna. Wapingaji wakubwa wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala. Tohara ya jamii zote ni kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Wa hadha kitabu mubarak anzalna, hiki kitabu kimejaa baraka ndani yake, tumekishusha kwa ajili ya watu. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, mnyampende Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe. Wallahu ghafurur rahim. Sameheni nyinyi mkasamehe, mjue msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenu uko karibu sana, na Allah azza wa jalla yeye ni msamehevu, na Allah subhanahu yeye ni mwenye huruma. Nimekuja katika hili kuhusu Abubakar hasa alipoapa Abubakar kwamba hatamsaidia Mistah kwa chochote. Iliposhuka hii aya akasema, wallahi la unziha minhu abada, wallahi sitaondosha msaada kwa Mistah maisha. Wanachuoni wanasema fi muqabalati ma kana qali, hili ni mkabala kwa lile ambalo alisema, wallahi la unfi'uhu binafi'atin abada, na hapa kuanzia leo Mistah hasitomnufaisha kwa manufaa yoyote maisha, mimi naachana naye sasa. Lakini iliposhuka aya hii akafuta lile, akasema la unziha minhu abada, basi siuondoe msaada kwa Mistah maisha. Wanasema Ibn Kathir anasema falihadha kana Siddiq huwa Siddiq, ndio maana Siddiq Abubakar akawa ni Siddiq, ni mkweli mwenye kusadikisha kweli kweli, kaondoa kila alichonacho halan pale pale, aya ya shuka yuko tayari. Ana si waje, maana kuna mwingine ajisaidi kwanza, ajifikiria kwanza. Mpaka Mtume anasema hakuna mtu mmemlingania isipokuwa aligitagita, isipokuwa Abubakar. Nilipomwambia tu taslimu, hakuna wasiwasi, na kila kilichokuja yeye tayari kashajisaidi, kashajitayarisha mapema. Kinachokuja yatekeleza tu, cha moyo atekeleza kwenye moyo, cha maneno asema, cha vitendo wafanya. Radiyallahu anhu. Basi tufanane nao, tujitahidi kujilazimisha kufanana nao. Kwa hakika Allah ametuambia kuhusu wao kwamba fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watu wakiamini kama walivyokubali nyinyi ndio watakuwa waongofu. Tujisogeeze mpaka tuwasogelee, na ukiwasogelea utaonana nao, ukiwasogelea tu utawaona, utamwona na atakujia Imam Shafi'i, atakujia Imam Ahmad, ndio marafiki zao, atakujia Imam Bukhari, atakujia nani, na ukisogea ndio utakuta wasogea mpaka wakutana na kina Hasan al-Basri, utakutana na kina Imam Shafi'i, matabi'in, utasogea mpaka utakuta hapo maswahaba, atakujia man ra'ani fi al-manami faqad ra'ani
man raani fil manami faqad raani, atakayeniota, yani mwisho kutakutana na mtume, atakayeniota ni kweli ndio mimi. Fa inna shaytana la yatamathal bi, shetani hawezi kujifananisha na mimi, ukiniota ndio mimi. Zile sifa lakini usijue mtume sifa zake ni zipi, usijue kwanza. Ukishakuwa zijua maumbile ya mtume yako hivi, mwili wa mtume uko hivi, ukimuona kwa zile sifa ndio huyo. Lakini tujisogeze, imani zetu zisogeze, zifikie kwamba zinawasogelea hawa watu watukufu radhiyallahu anhum. Innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat, kwa hakika watu ambao wasingizia uzinifu, almuhsanat, wanawake waliojiepusha na zinaa, alghafilat, wanawake ambao wao wenyewe hasa ilo jambo hawalijua, wameghafilika nalo kabisa, almu'minat, wanawake hao wanasifiwa kwa sifa ya imani. Alafu mtu anakuja kuwasifizia uzinifu, wanawake wa sampuli hii. Na atapata nini mtu ambaye anawasingizia wanawake wa sampuli hii uzinifu? Atakachokipata ni kile alichokiahidi Allah subhanahu wa ta'ala, laana, lu'inu fi dunya, wamelaaniwa hapa duniani, wal akhirah, alafu pia hizo laana zinaendelea mpaka akhira. Yani waumini sio mitume, waumini tu, waumini wa kike yani mtu hizo fikra za uzinifu yuko mbali kabisa, anakuja kulisikia ile neno akaribia kumuua. Manake namna anapojichunga, anapojihifadhi, anapojilinda, alafu asema kakutana na fulani yule mashungi matupu, yani mashungi yale uongo mtupu ule, wajitia kuvaa vishungi tu, uongo kubwa, ndio wazinifu wakubwa fulani huyo. Hebu sikiliza, yule Firauna yule na wenzake, Allah anasema wa utbi'u fi hadhihi dunya la'na wa yawma alqiyamati hum min almaqbuhin, hapa duniani wao walisindikizwa na laana, na siku ya kiyama watakuja kukebehiwa sana. Yani anaondoka na laana na kwenda kwenye laana, ule ukafiri ule wa Firauni. Sasa basi, anayemsingizia mwanamke mu'min na uzinifu asindikizwa na laana duniani na akhira, yani kama vile anakwenda kufanana na Firauni. Kwa nini? Kwa kumzushia mwanamke mu'min kosa hili. Nitaalama miqdara hadhihi alkhabi'ah, ujue kiwango cha uzito ili kosa. Huyu hajafanya uzinifu, kasingizia. Hivi ule uzinifu wenyewe uzito wake ukoje? Halafu mtu aparamia uzinifu usiku mchana, halafu mtu atafute wanaume tu yazini, atafute wanawake tu yafanye uzinifu. Huyu asingizia watu uzinifu, walaaniwa. Haya, wewe wazini, wewe hizi laana hazikuelewi, unatafuta upate zaidi ya laana. Tujui kitu gani zaidi ya laana utakachopata wewe. Enyi watu, jitoharisheni, acheni uchafu huu katika hii miji. Msifanye hii miji ni udanguro, msitengeze katika hii miji makasino, msitengeze magesti huku. Hizo nyumba hizo watu wadhibiti nyumba hizo, sio nyumba ifanye huru na wanawake na watu ovyo ovyo. Waje watu kutoka huku na kule, wamekabidhiwa majumba, waingie wafanye wanapotaka, wabake tu. Wanawake wa imani mpaka waliokuwa hawana akili wachukuliwe tu ovyo ovyo, kuzushia uzinifu. Wanachuoni wanauliza, hivi hii aya yahusu mama Aisha au yahusu waumini wote? Mbona lugha kali, laana duniani na akhera? Anasema hivi, lahusu waumini wote wa kike, kila atakayemzushia uzinifu. Wa misdaqu dhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na misdaqi ya hilo kauli ya Mtume aliposema ijtanibu sab'al mubiqat, jiepusheni na mambo saba hayo yanaangamiza. Na hapa katika maangamizo yako pamoja laana. Katika hayo saba Mtume anasema wa qadhful muhsanat almu'minat alghafilat. Yani maneno haya hapa matatu haya kwenye hadithi yako hivi, muhsanat, alghafilat, almu'minat, yamekuja hivi. Qadhfu
kuwasingizia wanawake wanaojilinda waliojikambali na uzinifu waumini, kuwasingizia zina, laangamiza kwelikweli, na katika maangamizo yake ni laana. Lu'inu fi dunya wal akhirah, hawa watakaowasingizia wanawake hawa wamelaaniwa duniani na akhira. Na wewe waone watu alafu kusema kwani mwanamke mwenyewe muumini ndio huyu? Humjui mtu thamani yake. Yaani wewe watu wako duniani waumini, alafu muumini akionekana ajulikana, mwanamme na mwanamke ajulikana huyu muumini. Imani ni kitu kilichokuwa kwenye moyo na athari yake iko wazi kwa mtu. Athari yake inakuwa wazi. Sasa kama mtu yatajahali, alifanya hajui kuhusu muumini, alafu amsingizie mwanamke ovyo ovyo kwa sababu kaona wanawake wamevaa vibandiko, yeye ndiye atafuta wanawake waliojisira, sema ndio wale. Kuna watu wengi kabo kwa vibandiko. Sasa yeye akakaona wanawake wamevaa vibandiko waofu, ataka ahamishe wale, alafu awahukumu wale na wanawake waumini, awaweke kwenye swafu moja. Hajui, hatofautishi katika wanaovaa vibandiko na wanawake wanaovaa hijabu. Yeye hajui ninja, hajui nikabu. Nikabu waita ninja. Hii ninja ataita nini? Mkosefu wa maarifa wa kujua ninja nini, nikabu nini. Kuwasingizia wanawake waumini uzinifu ni kupata laana duniani na akhera. Lakini walahum adhabun adhim, sio laana tu. Laana ni kitu mbali, kinafanya kazi yake hapa duniani na akhera, alafu kuna na adhabu ni jambo jingine. Ni vitu viwili tofauti. Laana ni katika jumla yake chuki na hasira za Allah na kutengwa na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anakosa mtu huruma ya Allah duniani na akhera. Kule kulaanika, kule kukosa huruma tu ni jambo hilo la mpelekea mtu asumbuke duniani kwa masumbufu mingi kabla ya adhabu. Kule kukosa huruma tu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kule kubugudhiwa tu na Allah na kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya adhabu kuja, lile peke yake si teso dogo, si khiziu, si fedheha ndogo, si madhila madogo, alafu ije na adhabu juu yake. Tena Allah anaisifu adhim. Lakini adhabu sio duniani, ni akhera. Yauma, hiyo adhabu itakuja kwenye siku, tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, zitawashuhudia wao ndimi zao kwa maneno mabaya walioyasema. Wa aidihim, na itatoa ushahidi mikono yao kwa maneno mabaya walioyasema. Wa arjuluhum, na itashuhudia miguu yao, miguu yasema, mikono yasema. Jamani, mtu gani jamani? Mtu afuliwa siku ya Kiyama, mikono yasema hivi, jamani huyu mtu gani huyu? Miguu yasema kafanya nini huyu maskini? Kafanya kubwa, wallahi kafanya kubwa. Mguu wajasema, uone hivi ni mguu wake wasema. Sijui utasema vipi huo Allah? Mpaka vipi nyie? Sema antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Watauliza miguu yao na mikono yao, lima shahidtum alaina, ya waje mtutolea ushahidi hivi? Allah ndiye alitaka tuseme, katusemesha kusema mguu ni kiungo. Kama mguu ni kiungo na ulimi ni kiungo, mkono ni kiungo na mdomo ni kiungo, basi kwa Allah ametaka kiungo mdomo, kiungo ulimi kiseme, kinasema. Kuna wengine na mdomo na ulimi wala hawasemi, wanayo haijasemeshwa. Kuna mguu hajasema na mkono hajasema, akitaka tu Allah useme utasema. Si fedheha dogo mtu au na mkono wake wamsema yeye na mguu wake wamsema yeye, bima kanu ya'malun, kwa matendo ambayo wameyafanya. Kuwazushia waumini si jambo dogo, ni kesi kubwa siku ya Kiyama, hasa kesi ya uzinifu. Yaumaidhin, siku hiyo, siku ya Kiyama, yuwaffihimullahu dinahumul haqq, Allah atawalipa malipo yao kwa ukweli. Yuwaffihimullahu, Allah atawalipa dinahum, jazaahum. Ibn Abbas anasema kwenye Qur'ani neno din maana yake jazaa.
Kwenye Qur'ani neno dini maana yake malipo. Yuwaffihimullahu dinahumul haq, Allah atawalipa malipo yao sahihi. Wayalamuna, na watathibitisha anna Allaha huwal haq, kwamba Allah ni muadilifu, almubin, mwenye kuwa wazi uadilifu wake. La yadhlimu rabbuka ahada, Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu. Muomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tuliyosoma na kuyasikiliza mifano haya kwa ajili yake, kusamehe madhambi yetu, atupende na aturidhie, tujalie tuwe katika waja wake wema, atuingize katika pepo na kuepusha na moto. Hadha sallallahu wasallam ala nabiyyina ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.